kwa kukuongoza wewe Mheshimiwa Rais kuweza kumtafuta, kumpata, kumteua na kumwapisha jaji mkuu wa 9 tangu nchi yetu ilipopata uhuru mwaka 1961, ambaye si mwingine bali ni George Mcheche Masaju. Ingawa ni rahisi sana kuorodhesha Watanzania wengi ambao wana sifa za kuwa jaji mkuu, lakini sio rahisi kumpata mtu ambaye anakidhi kigezo cha kuweza kuwa jaji mkuu kwa wakati uliopo. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako Mheshimiwa Rais, naamini hivyo, kwa sababu mwaka 1965 wakati baba wa taifa alipokuwa akitafuta jaji mkuu, wakati huo jaji mkuu alikuwa ni Mwingereza, alikuwa anaondoka na nchi yetu ilikuwa uhuru. Alipata wakati mgumu sana kupata jaji mkuu Mtanzania. Ilibidi aende katika nchi ya Trinidad na Tobago ndo aliweza kumpata jaji mkuu ambaye ni Philip Georges kuweza kuchukua ile nafasi. Pili, binafsi siku ya leo kwangu ni siku ya kumshukuru Mungu kwa kuongoza wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hayati Dr. John Pombe Magufuli vile vile kuniona kwamba ninafaa kuwa jaji mkuu wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2017 hadi saa 4:10 leo tarehe 15 mwezi wa 6 na 2025, kwa sababu hizi nyakati ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kutokea changamoto ya kisheria nikajikuta nafanya kazi ya jaji mkuu wakati muda umepita. Kwa hiyo ilibidi niangalie muda na kujua kwamba kwa kweli muda umepita. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuwezesha kupata jaji mkuu. Na kushukuru sana pamoja na kunipa mazingira ya kufanya kazi ya jaji mkuu. Uliniwezesha. Ule uwezeshaji kwa kweli ulikuwa ni mkubwa sana. Uwezeshaji ambao ulileta utulivu wa hali ya kipekee katika mahakama. Na hilo ndio somo ambalo nitamuomba ndugu yangu George Masaju kwamba usiache kuangalia jicho la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio mdau mwezeshaji. Na kwa kweli ametuwezesha sana sana sana, na haya yote mnayoyaona sio nguvu yangu au nguvu ya majaji, ni nguvu ya uwezeshaji. Tatu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju. Tumefahamiana muda mrefu sana. Juzi nilipokutumia ujumbe wa salamu, ulinikumbusha maeneo mbalimbali ambayo kazi zetu zilikutana, tuliweza kufanya kazi kwa pamoja tangu enzi zetu huko chuo kikuu. Wakati ule vile vile ukuwa mshauri wa Rais Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na wakati huo ndo tulianza ule utaratibu kwamba wananchi wengi huwa wanakuwa na dukuduku nyingi kuhusu mahakama, malalamiko, mambo mbalimbali. Sasa uliweka utaratibu ambao wananchi wanamuomba Mheshimiwa Rais hebu ingilia shughuli za mahakama, lakini ukaweka utaratibu kwamba panapotokea changamoto yote kuhusu mahakama, unakuja mahakamani, unaonana na viongozi wa mahakama, tunatoa ufumbuzi. Kwa hiyo inakuwa ni Mheshimiwa Rais ametoa utatuzi, lakini vile vile kwa kushirikisha mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana, na wewe sio mgeni katika kazi ya kimahakama. Umefanya kazi ya ujaji, umefanya kazi ya jaji wa rufani, umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye unafanya kazi katika tume ya utumishi wa mahakama kama mjumbe. Kwa hiyo mahakama sio ngeni kwako kabisa. Na ni kama ndege ambayo inataka kutua, runoff ni ndogo. Wewe uhitaji runoff ndefu ili upae. Utakimbia tu kidogo utapaa, na sisi tunakuombea kwamba utakapokuwa unapaa tutasaidia ufikie hayo malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba uongozi mzima wa mahakama tulijadiliana, tukasema kwamba tutakupa utiifu, unyenyekevu wa hali ya juu,
ili kukuwezesha wewe utuongoze ili tuweze kufikia malengo ya utoaji wa haki, kwa sababu hayo malengo ni endelevu. Kuna majaji wa rufani ambao wako tayari nyuma yako hapo, watakupa ushirikiano. Jaji kiongozi yuko tayari, mtendaji mkuu wa mahakama, msajili mkuu wa mahakama, hao wote ni viungo ambao wanaunganisha mihimili. Ukiwa una jambo ambalo unahitaji mihimili mingine itoe msaada, hawa ndio viungo. Na kwa kweli ile sheria ya usimamizi wa mahakama, sheria namba 4 ya 2011 imetusaidia sana, kwa sababu imeimarisha uhuru wa mahakama, kwamba serikali na bunge ndio wanasimamia rasilimali. Sasa sisi tunafikia ile rasilimali kupitia mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu wa mahakama, kwa sababu mara nyingi jaji au msajili akionekana anazunguka hazina, kuna wengine wanadhani uhuru wa mahakama uko mashakani. Lakini mtendaji mkuu wa mahakama akizunguka hazina, akifanya yote ambayo ameweza kufanya, unaweza kuona kwamba hiyo sheria ni msingi imara sana ambao umetuwezesha kuwa huru zaidi, na vile vile kuweza kupata rasilimali kutoka mfuko mkuu wa serikali. Vile vile utakutana na idara za mahakama ambazo mimi wanaziita idara ambazo zinakoleza maboresho. Kuna kitengo cha maboresho kinasukuma maboresho, idara ya maktaba, idara ya usimamizi wa mashauri, idara ya tehama, idara ya ukaguzi. Hizi zote zitakuwa chini ya mamlaka yako, na chochote unachokitaka kitafanyika katika zama hizi, kitafanyika, kwa sababu hawa wote watumishi wa mahakama siku zote ni watu waaminifu sana, waaminifu sana, na huwa wanasimama nyuma ya kiongozi wao ambaye sasa ni wewe. Sasa kuna siri moja, sio siri, nitakupa ni open secret, kwa sababu jaji mkuu yule aliyetoka Trinidad Tobago, Telford Georges, na jaji mkuu Francis Lucas Nyalali waliongelea sana hiyo siri. Na wabunge mara nyingi wanafahamu kwamba ukitaka kupata ruhusa ya speaker kuzungumza, wanasema you catch the speaker's eye, yani jicho lako limuone speaker, speaker akikuona anakupa nafasi ya kuongea. Sasa hawa majaji wakuu Telford Georges na Lucas Nyalali wanasema jaji mkuu ni lazima jicho lako likamate jicho la Mheshimiwa Rais, muangalie anafanya nini, na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Kama kuna sheria, kama kuna miradi, siku zote unaangalia anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Na wewe ni mdau, Mheshimiwa Rais ni mdau muhimu sana, kwa sababu bila uwekezaji wake hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika, kwa sababu anawekeza kwenye rasilimali watu, anaongeza majaji, mahakimu, budget vile vile. Hayo yote yanatokana serikali kuu na bunge. Sasa ni lazima tuwe na ushirikiano. Ingawa ukisikiliza sana mitandao ya kijamii, wanatafsiri hasi ya uhuru wa mahakama. Wengi wanadhani ule ushirikiano na mihimili mingine inaingilia uhuru. Sio kweli, kwa sababu wewe unachotafuta katika ushirikiano ni rasilimali ya taifa ambayo inasimamiwa na mihimili mingine. Hicho ndio unachokitafuta. Na hata siku moja, na mimi sijawahi hata siku moja kukaa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu tukawa tunaongelea mambo ya kesi, hata siku moja. Kwanza sina majalada hapa.